Uh, karibu tena rafiki yetu mfuatiliaji, ndugu mtazamaji wetu wa channel yetu pendwa. Sasa leo katika kipindi hiki pia tunakwenda sasa kumalizia katika pati yetu ya 6, nikikushukuru pia kwa uvumilivu mkubwa katika pati zile zote ambazo tumekuwa tukiendelea nazo, na hii ni pati ya mwisho na pati ambayo ni ya msingi kwa sababu ni lesson sana. Watu wanazidi kuingia katika mipira, ingia katika mabanda hayo, vile katika sehemu za michezo ya kubahatisha, lakini hii yote ni sehemu ya watu kufungwa matita. Hizi sauti huwa hazirudi mara nyingi. Unaweza ukajikuta ya kwamba kwa tamaa za watu vijana wa kuendelea hapo, utajikuta ya kwamba sauti hizi kuna wakati zinakaa kimya, lakini ni namna ya kumuona kwamba Mungu anahitaji hawa watu wafanye hesabu yao, wafanye hatima yao, kwa sababu ni kipindi cha hukumu ya upelelezi. Sasa naomba niweze kwenda moja kwa moja katika kipengele hiki na somo hili. Mpira kama mpira, yani kama kifaa, kwanza niweze kueleweka, hakina tatizo kabisa. Mpira kama kifaa au katika mazoezi madogo au yale ya kawaida ya mipira, hayo hayana changamoto. Mazoezi ya kawaida ya mpira, kwa sababu hayo ni mazoezi ambayo yanakuwa ni kwa ajili ya kujenga tu mwili kawaida, na mwili unabidi uweze kujengwa na mazoezi. Lakini tatizo iko wapi? Tatizo ni sehemu mbili kubwa. Ya kwanza kabisa ni namna ambavyo michezo hii inakuwa ikiendeshwa. Ukiangalia Olympic hizi, haya mashindano yaliyokuwa yametengenezwa ni mpango nyuma ya pazia katika michezo ya kishetani. Ukiangalia pia vile kinachofanyika huko, mizaha. Hivi unajua mzaha wowote, sehemu zenye mizaha hazitakiwi kuwepo watu wa Mungu hapo. Kuna kuwepo na kuzozana. Naomba uweze kusikiliza kwa makini, kwa sababu hizi hoja ni hoja ambazo wakati mwingine zinaweza zikaonekana kuwa hazina maana, lakini ndizo zinazowapelekea Wakristo kuwa na sura ya kipagani. Sasa mizaha iliyopo hapo, watu mpaka kuelekea kuwa na ugomvi kwa sababu ya opposing parties zile za huyu mtu ni timu hii, mtu huyu ni timu hii. Lakini vile yale yanayofanyika hapo, na mimi naomba nikuulize, kama umeshawahi kuingia katika banda la mpira alafu katika hilo banda pakawepo na muda wa maombi, nimekuuliza kuna kitu kama hicho? Au kama popote unaweza ukaingia na ukakosa nafasi ya kuongea na Mungu wako, kuongea na Kristo wako, hiyo sehemu haikuwa inakuhusu kabisa. Na kama ikawa ukaenda na haikuwa haikuhusu hapo, maana yake umejipeleka. Na malaika wa Mungu huwa hawana muda tena wa kumlinda mtu ambaye atakuwa amejipeleka katika ngome ya shetani na malaika waovu, kwa sababu hapo atakuwa amejipeleka mwenyewe. Lakini sasa nataka tusome baadhi ya vitu kadhaa. Tuanze na kitabu cha Zaburi, alafu nitakuonyesha hatari nyingine, hata kitu ambacho mimi huwa kinanifanya niweze kuwaza sana, ya kwamba leo ndio maana leo ni ngumu mtu kumpata akasema mimi ni mpagani, japo wapo, lakini hata wale kwenye sura ya kiroho ukiangalia huyu unaona huyu ni mpagani, lakini kwa mdomo anaweza akasema yeye si mpagani. Sasa ukiangalia katika moja Zaburi, tunaambiwa heri mtu yule asiyekwenda wapi? Katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Sasa sikiliza, ili andiko lipo general kidogo. Sasa unabidi uangalie ni sehemu gani penye mizaha, na kama hapo penye mizaha pakiwepo, hapa hatakiwi mtu wa Mungu kuwa pale, maana ameandikiwa heri. Kwa sababu gani? Kinyume cha heri ni ole anayekwenda katika sehemu pana mizaha, sehemu ambapo ni watu wasio haki, shauri liko hapo, au mtu wa Mungu atakiwi kwenda pale. Hiyo iko wazi katika sehemu hii. Ndio maana katika sehemu ukiangalia katika kitabu cha Ayubu kidogo, utaangalia katika sura ya kwanza kuanzia mstari wa 5, kuna kipindi ambapo makalamu zilikuwa zikifanyika, ikilimbidi Ayubu aweze kuwa akitoa sadaka kwa ajili ya watoto wake, kwa sababu anasema yumkini wanangu wametenda dhambi mioyoni mwao, hapo wakiwa katika hizo kalamu.
sehemu ambazo kuna mkusanyiko hapo, hasa ambapo kutakuwa na mizaha, sehemu ambapo kunakuwa na hizo contradicting parties, kuna kuwepo na usimba na uyanga, kuna kuwepo na conflicting za timu zozote zile. Sitaji zaidi timu sana, nasemea kitu ambacho kipo katika dunia ya sasa na nimetakiwa kusema katika uhalisia wa mambo yalivyo. Sasa mtu wa Mungu ambaye unajua kwamba umebeba jina la Mungu ndani yako, utakiwi kuwa katika sehemu kama hizo. Sasa na nimekuja kushangaa utakuta ya kwamba mpaka na Waadventista wapo katika hizo mikutano, katika hayo maeneo, mpaka hata nashindwa hivi hawa wago wanasoma vitabu gani? Au wao Mungu akatusaidie sana. Sasa ninaomba iweze kuwa ni chachu na ni fundisho kwa ndugu zangu wengine ambao ni Waadventista. Ninavyosema Waadventista ni wale wanaomsubiri Kristo kurudi mara ya pili. Wote wanaomsubiri Yesu arudi mara ya pili, kuna vitu lazima waachane navyo. Maeneo kama tulivyotoka kusema katika maeneo ya cinemas, maeneo za movie, maeneo ambayo kuna vitu kama vile hata kile mtu wa Mungu kukanyaga au kuwa nayo katika nyumba yake. Arudi usome vizuri katika 101 Zaburi. Kuanzia mstari wa kwanza, wa pili na utasoma na ule wa tatu usoma katika pati iliyopita. Sasa ukiangalia, naomba niweze kusoma kitabu kimoja cha Shuhuda ambacho kitakuja. Tumesema hichi ni kipindi cha kutiwa muhuri, ni kipindi cha hukumu ya upelelezi na ni kipindi cha kutiwa muhuri. Sasa tumeandikiwa na tumeambiwa ole kwa yeyote ambaye atakwenda katika mikutano hiyo, katika maeneo hayo, ni ole kwake. Ni ole kwake, kijana, mzee, mama, baba. Sasa naomba nisome, nasoma hiki kitabu kinaitwa Testimony to the Churches, gombo la 6. Testimony to the Churches, volume 6, 406, 406 ukurasa wake. Ngoja nikusomee uweze kuona hatari tulio nayo. 406.7 ndio hii tunasoma hapa. 406 paragraph yake 400. Nasema hivi, kuna maelfu, mamilioni kwa mamilioni ambao sasa wanafanya uamuzi wao wa uzima wa milele au kifo cha milele. Eti hapo kuna makundi mangapi? Mawili. Kuna mamilioni na mamilioni ambao wanafanya uamuzi wao wa mwisho kupata uzima wa milele au kifo cha milele. Haya ni makundi mawili ambao wewe unabidi uwe katika moja kati ya hayo mawili. Sasa anasema mwanaume ambaye amefyonzwa kabisa katika chumba chake cha kuhesabu kura, mtu ambaye hupata raha kwenye meza ya michezo ya kubahatisha, mtu ambaye anapenda kujiingiza katika tamaa potofu za mwili, mpenda pumbao, wahudhuriaji wa mara kwa mara wa kumbi za michezo na ukumbi wa michezo. Hawa wahudhuriaji anasema huweka umilele nje ya hesabu yao. Wanaweka umilele nje na hesabu yao. Kwa nini? Mzigo mzima wa maisha yao ni tutakula nini, tutakunywa nini, tutavaa nini. Hawako katika msafara unaoelekea mbinguni. Hawapo katika msafara wa wanaoelekea mbinguni, hawapo. Na kama unaweza ukapata hiki kitabu ujisomee mwenyewe, ila nimekupa hii quotation uone, hawapo. Kuna safari ambazo ni ya watu pande mbili. Kuna wale wanaotafuta uzima wa milele na wale ambao wanatafuta kuingia katika kifo cha milele. Wao wanajua, wao hawajui. Sasa wale wanaoingia katika sehemu za mikumbi ya bettings, wale watu wote wanaoingia katika kumbi za mipira, kumbi za michezo, hawapo katika msafara wa wanaoenda mbinguni. Sasa wewe utajiuliza watakuwa kwenye msafara upi? Maana misafara ni miwili tu. Naomba uweze kusikiliza ukiwa na mantiki, ujenge mantiki katika kichwa chako, katika akili. Sasa tukimalizia nukuu, anasema wanaongozwa na yule muasi wa imani kuu, muasi wa imani mkuu, na pamoja naye wataangamizwa. Mungu akatusaidie sana. Mungu akatusaidie sana katika wakati tulionao huu. Maana katika hapo ndipo tutakuja kuona kwamba kuna hatia kubwa inawameza wa vijana, kuna hatia kubwa inawameza
mpaka wazee unajua kuna wengine wanatoka hata kanisani, wanaondoka badala warudi tena wanakuwa, kwa sababu kuna mechi wanaenda hapo, hawapo katika watu wanaoenda mbinguni. Hiyo ni nukuu. Sasa ukiendelea, ninashawishika kuisoma hii inayoendelea hapa chini 407.1. Tunaendelea hapo chini kidogo, ni kuonyesha kitu kidogo hapo kabla tumalize. Lazima tusipoelewa umuhimu wa nyakati ambazo zinapita upesi, kuingia katika umilele, kujiweka tayari kusimama katika siku kuu ya Mungu, kutakuwa na mawakili wasio waaminifu. Mlinzi anapaswa kujua wakati wa usiku. Kila jambo sasa limevikwa sherehe ambayo watu wanaoamini ukweli wa wakati huu wanapaswa kutambua. Wanapaswa kutenda kwa kurejelea siku ya Mungu. Hukumu za Mungu ziko karibu kuangukia ulimwengu, na tunahitaji kujitayarisha kwa ajili ya siku hiyo kuu. Tuna siku kuu inayokuja mbele yetu, siku ya Bwana. Sasa lazima tuweze kuwa wenye kufikiria, kwa sababu matendo haya ni ya Shetani. Ndio ukweli nyuma ya pazia. Huo ndio ukweli nyuma ya pazia. Kwa sababu ukiangalia wale wanaoendelea, benchi za ufundi, zile benchi za ufundi katika mipira hii zina asili kubwa na muunganiko wa miungu. Wale watazamaji wanakaa hapo hawajui, lakini wanaungana na wale walikuwa nao hapo, kwa sababu walikuwa wanatengeneza kile ambacho ni tofauti na Mungu anachokipenda, ili timu ziweze kushinda. Ni wale ambao watakuwa wametumia tena njia mbadala, si kumuomba tu Mungu akaingia hapo. Na nyinyi mnaoenda tena hapo mnakuwa mmeshiriki katika ibada hiyo, katika mlingano huo wa miungu. Bwana akatusaidia sana, maana lengo letu ni kuhakikisha nini? Kuhakikisha kwamba fikra za Shetani tunazijua, na tumezijua katika pati hizi 6. Kwa sababu tumezijua katika hizi pati 6, Bwana akatusaidie tukawe katika watu ambao ni watu ambao tumetofautishwa na ulimwengu. Bwana akatusaidie katika jina lake. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kuweza kulike, kumbuka pia kushare kwa wengine, tuweze kuelimika na kuweza kupata madini ambayo ni mema zaidi. Bwana akatusaidia sana katika masomo mengine tutakaozidi kutuma, na kushukuru katika yote hayo tumeweza kuwa pamoja na sisi katika hizo pande 6 zote. Bwana akakusaidie, kama ni kijana, kama ni mama mzazi, uweze kuzidi kuongeza nguvu kubwa kwa watoto wako. Dunia tuliopo ni dunia chafu sana, lakini wanaweza kupatikana kina Henoko katika kizazi cha leo. Tunaweza kupata kina Elia katika kizazi cha leo. Ni nani kama si mwanao? Ni nani kama si kijana wako? Ni nani kama si wewe kijana mwenzangu, ndiye unayetafutwa kama Enoki wa leo, kusimama katika hukumu na kuwauliza vijana wengine, kwa nini wewe ulisimama na kati kulikuwa kuna uovu mkubwa? Kwa jina la Yesu Kristo tukaweze kuwa pamoja na hivyo, na jina la Bwana liweze kuhimidiwa.